Bwana, mambo vipi? Tukumbuka ya kwamba wekundu wa Msimbazi Simba bwana wako pale Misri tayari kabisa kuwavaa Al Masry katika mchezo wa hatua ya robo finali dhidi ya Al Masry. Wekundu wa Msimbazi Simba versus Al Masry. Tuko na mwamba GB sana, tuzungumze mawili tusikie anasema nini katika mchezo huu. GB, kwema ndugu yangu? Bwana kwema kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yanakwenda. Na umepiga uzi mkali kweli kweli? Haya ni maandalizi ya tarehe 9. Yaani kuanzia kesho kutwa kuelekea tarehe 9. Mpaka mama naye nishamchukulia. Kwa hiyo Mrs. GB 64. Unajua sisi tunajiandaa kabisa. Tuna uhakika na jambo tunaloenda kulifanya Egypt. Kwa hiyo hii ni jezi ya mama, unaona Mrs. GB 64. Ndio kweli chake chapa. Ndio kweli. So unavaa wewe tu alafu mkeo anakuwa vai. Kwa hiyo hii ndio kacha yangu mimi. Huwa nikinunua jezi basi na mke wangu naye lazima apate jezi. Hii bila shaka kwenye mchezo wa marudiano mtaipiga pale kwa hizi tutazipiga kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Na uwanja tayari umeshafunguliwa. Uko tayari unamsubiria mnyama aje kufanya mauaji. Kwa shughuli la moto hapa. Hizi taarifa za kufunguliwa kwa uwanja kwamba mnyama unakwenda kupiga pale kwa Mkapa ulizipokeaje? Nilifurahi sana kwa sababu shabiki ni mchezaji wa 12 na watu wa Simba tunajua jinsi gani ya kuisupport timu yetu, na mara nyingi huwa timu yetu inakuwa na nguvu mara 3 zaidi ya ile iliyokuwa nayo kama wanacheza mbele ya mashabiki wao. Kwa hiyo hii tumechukulia watu wa Simba, tumeipokea sawa kwa bashasha zaidi na tumeipokea kwa furaha zaidi. Tumefurahi sana kuliko kwenda kucheza ugaibuni mechi zote mbili. Matumaini yapo mwamba GB sana kwenda hatua ya nusu finali. Nusu finali ndio maana tumeenda na kauli hii, tunavuka. Umeelewa? Hii tunavuka. Umeelewa? Hatuna cha kupoteza, tushachoka kukaa robo finali. Misimu takribani 5 zote tunaishia robo finali. Kwa hiyo hii tunavuka. Na ndio maana tumeenda ubaya ubwela, hii tunavuka. Yaani ukiambia ubaya ubwela, hii tunavuka. Kwa hiyo hii tunavuka inaambatana ubaya ubwela. Kwa ubaya ubwela, yani ubaya plus ubwela plus hii tunavuka. Lazima Simba aende nusu finali. Kuna watu wanasema kwamba iwapo Simba atafikia hatua ya robo finali hawataki kusikia ile kufa kiume. Wana Simba mmejiandaje katika hili? Sisi tumejiandaa vizuri msimu huu kwa sababu tuna timu bora, tuna uongozi bora, tuna benchi la ufundi bora na vile vile tuna mashabiki bora ambao wanajua jinsi gani ya kusupport timu yao. Kwa hiyo msimu huu hatuna cha kupoteza. Msimu huu lazima twende hatua ya nusu finali. Hatuhitaji habari ya kuishia robo finali tena. Mwamba, tukiangalia hapa Al Masry wapo katika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi yao kule Misri, wakiwa wamecheza michezo takriban 18. Uogopeshi maybe pamoja na performance yao? Mimi siwezi kuogopa kwa sababu Al Masry amecheza mechi 18. Ameshinda mechi 8. Umeelewa bwana? Ameshinda mechi 8, amethrough mechi 7, amefungwa mechi 3. Ana magoli 19, amefungwa magoli, ameruhusu magoli 11. Kwa goal difference ni goli 7. Na katika magoli hayo 19 goli 4 ni za penalty. Kwa hiyo real goal anazo goli 10 ngapi? 15. Simba amecheza mechi 22, ameshinda mechi 18, amethrough mechi 3, amefungwa mechi 1. Ana goli 50 plus, ameruhusu goli 8. Kwa hiyo unaona kwenye ligi zao Simba ina maana amemzidi mbali sana nani? Al Masry. Al Masry anashika nafasi ya 4, Simba anashika nafasi ya ngapi? Ya pili. Ukija kimataifa, maana yake watu wa upande wa pili wanakuambia ligi kwa sababu ligi yao wale bora. Ndio maana wenzenu wana statistics hizo. Tuachane na statistics za ligi, tuje kwenye statistics za mashindano ya kimataifa. Wote walikuwa kombe la shirikisho. Na wote wameshiriki makundi. Al Masry amecheza mechi 6, Simba amecheza mechi 6. Lakini Simba katika mechi 6 zake ameshinda mechi 4, amefungwa 1, amesuruhu 1. Umeelewa? Al Masry amecheza mechi 6, ameshinda mechi 2, amesuruhu 3. Amefungwa mechi zilizobaki. Kwa hiyo unaona moja kwa moja hata namba ya Simba ana goli 8, ameruhusu goli takriban nadhani goli 3. Lakini Al Masry ameruhusu goli nyingi na ana goli chache. Kwa forward line ya Simba iko bora ukiangalia statistics za ligi na kimataifa. Beki ya Simba iko bora ukiangalia statistics za ligi na kimataifa. Hiyo ndio science ya mpira. Pengine pengo la Chema Lonifondo halikupi shida mwamba GB 64? Ndio maana mabeki wakasajiliwa center beki wa 4 pale Simba. Kuna Kaze yuko vizuri na kuna Karabu Shom vile vile yuko vizuri, na hata mechi zilizobaki hizo wakati Shemaloni ameumia, Karabu amecheza mechi za ligi zote 3 alizocheza. Simba ametoka na clean sheet. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi. Mechi za shirikisho Simba ameruhusu goli 1. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na Simba. Sina wasiwasi. Pengine Musa Pimpini Kamara, taarifa kamili haijatoka mpaka sasa kama huenda atacheza au vipi.
kwa mtazamo wako magolikipa waliopo pale Simba wakishana na Musa Pimpin Kamara wanafit? Kwanza hatuna wasiwasi na swala la golikipa kwa sababu Shimanula amerudi, ana experience kubwa, na Ali Salim vile vile ana experience kubwa kwa sababu Ali Salim ameshacheza dabi mbili zote, ana clean sheet. Ndio golikipa pekee hajawahi kufungwa na Yanga wala hajawahi kufungwa na Ziki. Alafu pili, hata mechi za kimataifa Ali Salim ana robo finali, kashacheza robo finali mbili. Kacheza robo finali na Wydad Casablanca kwenye klabu bingwa, na kacheza robo finali na nani? Na National Al katika African Football League. Kwa hiyo zote amecheza na ametengeneza clean sheet moja na Wydad Casablanca. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na swala la goalkeeping. Simba ana magolikipa bora sana kwa sababu Tanzania 1 yupo, Tanzania 2 Ali Salim yupo, na vile vile Pimpin Kamara yuko vizuri kwa sababu mechi ya kimataifa ya kwao timu ya taifa ameitwa na ameenda amecheza na Uganda na ametengeneza clean sheet. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi. Wengine GB68 kwa upande wa mashabiki wa Simba baadhi wana mchecheto kwa maana ya kwamba wana wasiwasi pengo la Chemalon Fondo. Wewe unasema huna wasiwasi. Una nini cha kuambia mashabiki? Back four inalindwa na namba 6 bora, pure defensive midfielder. Na Simba tuna pure defensive midfielder ambaye ni Kagoma. Wewe mwenyewe umemwona. Shafi Amrabat ya namba 8 ya timu ya nini? Ya timu ya taifa ya Morocco. Timu iliyocheza nusu finali ya kombe la nini? Kombe la dunia. Sawa eh? Kiungo aliocheza namba 6 kwenye kombe la nini la dunia akiwa na Morocco. Na vile vile namba 8 ya timu ya nini? Timu ya Manchester ligi ya EPL. Ameomba sabu. Yaani baada ya kuingia nani Kagoma tu. Mwamba alivyomkamata pale katikati mpaka aliomba sabu akaja fanya nini? Akatolewa akaingizwa kiungo mwingine. Na timu ya taifa haikuruhusu goli. Baada ya kuingia Kagoma timu ya taifa haikuruhusu goli. Kwa back four ilikuwa kwenye usalama mkubwa tofauti na alivyokuwa anacheza Mudathir haya. Kwa mimi nina uhakika kabisa yani kutokana na pure defensive midfielder Kagoma na Fabrice Ngoma, viungo katikati waliokuwa bora wa Simba, mimi naamini back four itakuwa katika hali ya usalama na Karabu Show yuko vizuri zaidi na Abdulrazak Kiamza. Watacheza vizuri. Mchezo uliopita dhidi ya kwenye CAF Confederation, CRDB Confederation, ulishuhudia Teba amekosa magoli zaidi ya mawili GB64. Pengine forward yako mnyama Simba katika mchezo huu unaipa asilimia ngapi kupata magoli? Kule Simba lazima ipate goli kwa sababu Simba katika mechi zote alizocheza hamna mechi ambayo hajapata goli. Mechi zote Simba amepata goli kwenye makundi. Si umeelewa eh? Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa Simba forward yake lazima ipate goli. Iwe away au iwe nyumbani. Simba lazima forward yake ipate. Si goli la ugenini lazima tupate. Na sio lazima afunge forward. Simba viungo anafunga mpaka beki Chabalala anafunga, Kapombe anafunga. Kwa hiyo yote atafunga tu. Mpanzu sasa ndio balaa zaidi. Kwa hiyo Kibu Denis, wewe mwenyewe umeona mechi na Morocco. Umeona jinsi gani timu ya nani ya taifa ya Morocco ilivyopata tabu mabeki wake na viungo wake kwa ajili ya kumkaba nani? Kibu Denis. Kwa na uhakika kama mabeki na viungo wa timu ya taifa ya Morocco ambao wamecheza nusu finali ya kombe la dunia wameshindwa kumkaba Kibu Denis, Al Masry nani? Hivyo ataweza kweli? Ni afadhali ukapewa Messi wawili wakabe kuliko kupewa Kibu Denis. Kwa sababu Messi alikutana na beki ya Morocco akufunga goli wala kuwapa tabu mabeki wa Morocco, lakini Kibu amekutana na beki ya Morocco ameipa tabu na amegongesha mwamba. Kwa mimi na uhakika kabisa kazi itakuwepo huko Egypt. Kama unajiamini sana mwamba? Najiamini na ndio maana naandaa jezi ya tarehe 9. Wewe ukiona mtu anaandaa nepi, anaandaa pampers, anaandaa nguo, maana yake ashampima mke wake ujauzito katika ultrasound, kashajua mtoto anayekuja ni mtoto wa aina gani, wa kike au wa kiume.